au ndio sisi ambao wakifika watu tunaweka chakula hivi, karibu bwana sifiwe, amina, umefika huku jamani, napiga story, waondoke urudi kula. Afu na ngeuka hivi unakuta samaki ulizokuwa umeziweka paka amekula kwa jina la Yesu. Umeninyima bure, hata ungenikaribisha nisingekula, inawezekana nimetoka huko nimefunga, wewe umechukua dhambi bure. Haleluya. Na watu ni wanyimivu. Mkodolee jicho jirani mwambie wewe vipi? Kuna watu mzee, yani hadi umekula kitu chake, umefanya kazi, yani umepambana, umeomba na kuomba na nakupa pipi. Kuna watu wanyimivu. Au walio wanyimi wanapenda kula gaweza. Yani umeweka hapa unataka kula. Haleluya. Hiyo roho iambie shinde kwa jina la Yesu. Tunatamani sisi tunaoenda mbinguni tuwe baraka. Haleluya. Una uji nyumbani, mgeni amefika, mwe uji ule katika jina la Bwana. Unajua mimi nikimtafakari yule mama wa Serepta naona ajifunga mkanda. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ajifunga mkanda. Maana yule mtumishi wa Mungu aliyemjia anamwambia nitengenezee mimi afu nikale alafu ndo na wewe ujifanyie. Si ndio? Yule mama anasema kaliko baki ni kwa ajili tuwe sisi tufe. Si ndio? Anasema utaona utukufu wa Bwana. Wewe nitengenezee. Sasa jiulize yule mama angejisemea tu. Wewe umeshindaje kupata huo utukufu unakuja hapa unaenda nani? Haleluya. Nani mtazama utaona utukufu wa Bwana hapo kwenye jana. Lete jana sasa. Sina mama alifunga mkanda. Alifunga mkanda sema niwe mkarimu tu kwa kweli. Basi tuache nitoe tu kwa sababu huyu mtumishi mtumishi anasema utaona utukufu wa nani? Kwa nini asingekuja nao wenyewe? Kwa nini asingeomba tu dunia la unga likashuka, asema mama endelea kupika. Yeye anataka vile. Haleluya. Kwa nini Yesu anatamani kushirikisha watu hata kidogo? Unatayari gani wa kupa mwenzio ndio Mungu anakupa? Kwa siri ya sisi Mungu kutupa ipo kwenye sisi tunatoaje? Kipimo kile unatoa pimia watu. Ndio tunachopimiwa. Pointi ya 3, kwa nini tunakuwa baraka? Tumewekwa ili kuwahudumia wengine. Yaani lengo la Mungu kutuweka, lengo la Mungu kuweka vitu ndani yetu, lengo la Mungu kuweka talanta ndani yetu, lengo la Mungu kuweka karama ndani yetu ili tuhudumiane, ili tufaidiane. Umebarikiwa kwenye eneo hili, fanyika baraka kwa mwenzio. Umebarikiwa kwenye eneo hili, fanyika baraka kwa mwenzio. Tufaidiane. Haleluya. Nafikiri Mungu angetuma wote waimbaji ingekuwaje? Hapa nani angekuwa na ubiri kwa mfano? Haleluya. Tufaidiane. Uyafanye hivi, uyafanye hivi. Wewe ni fundi, tuone tubarikiwe na ufundi wako. Haleluya. Sio wewe ni fundi kujenga. Unaona nani mambo hapa ya nani simenti na natuka yani una habari. Unakuja unakaa tu upo hivi na kakiatu kako. Lakini wewe ni fundi, unaweza kusema nenda basi tulete mfuko hapa. Tufanyaje? Tupaipe. Haleluya. Nikwambia leo unipe unahitaji hela tukulipe. Hadi kwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Maana hiyo talanta tunatamani na sisi kama kanisa tuifaidi. Sio kuna fundi umeme mtaalamu kabisa. Na kanisa linateseka kuhusiana na umeme. Linateseka tunahimiza Yesu tunafanyaje tunasukaje huku. Linateseka na kafundi kametulia. Kapo hivi. Utafikiri yeye kanitoka kanijimua huo utaalamu mahali fulani. Umepewa na Mungu. Natakiwa hicho ambacho umepewa na Mungu kitumike kwa baraka. Kiwe baraka kwa
wengine. Haleluya. Kama kahela kalete kanisani. Hivi ukipata mchango wakasema 5,500, wewe ukatoa 20,000. Sikana fidia wale waliokosa. Haleluya. Hapo ndo watuseme amina kwa jina la Yesu. Kwenye hela wewe nakusa hela kwa jina la Yesu. Lakini ni kwamba kama kuna eneo ambalo Mungu amekuwezesha fanya bila kuangalia fulani anafanya. Kwani yeye Mungu amekuweka hapo ili ufanye. Ndio maana anasema sisi tu viungo katika mwili wa Kristo. Wewe fikiria miguu ingesema nimetembea sana na masikio nayo yapo tu huko yanapeperusha tu bendera yapo hivi yatembee na yenyewe. Tembelea masikio uone. Yanakanyaga. Ila yako huku yasikiliza umbea. Haleluya. Yako huku yani yanapepea tu yako hivi. Ndio wote. Maana yake ni kwamba simama kwenye sehemu ambayo Mungu amekupa usimamie. Fanya vizuri. Haleluya. Fanya vizuri kwenye ile eneo. Ile ambayo Mungu amekuweka uifanye. Nifanye kwa moyo, usiangalie fulani hajafanya. Inawezekana huyo hayupo kwenye ile eneo. Kwa hiyo wewe simama kwa nafasi yako. Haleluya. Tunatamani kila mmoja akitambua kwamba natakiwa nisimame hapa. Kila mmoja nisimame hapa na kwambia kanisa litasonga mbele kwa jina la Bwana. Kanisa litasonga mbele kwa jina la Bwana. Hatutakosa kitu kwa nini kila mmoja amesimama. Wewe ni mwalimu, unasikia walimu wa watoto. Fundisha watoto. Haleluya. Kazi ya Mungu. Haleluya. Mtuangalie maandiko. Anasema kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10, anasema kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama, anasema itumieni kuhudumiana kama mawakili wema kwa neema mbalimbali za Mungu. Sana. Yaani kadri jinsi ambavyo tumepewa tutumie kuhudumiana. Si kwa kujibeba, si kwa majivuno. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu ana kipawa cha kipekee cha kuwa baraka kwa watu. Biblia inatuasa tuweze kukaa kwenye hilo ili tuwasaidie watu wa Mungu, tuwafariji watu wa Mungu, tuwafundishe watu wa Mungu, lakini tuwatie moyo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua kuna mtu akikutia moyo, yaani unaishi matatizo yote hayapogi duniani. Si tunakubali? Yaani kuna mtu anapewa huduma ya kutia mtu moyo. Akikutia moyo, yaani unajisikia yaani matatizo yote unaishi kabisa. Yesu asifiwe sana. Walipewa hicho kitu. Usipokitumia, maana kuna watu watakuwa wanateseka kwenye mioyo yao kwa sababu wewe tu haukusimama kwenye ile nafasi. Haleluya. Kwa hiyo simame. Kuna watu wanajua kufariji. Fariji. Wale ambao wanapitia hali wafariji. Wajua si wote tunajua kumfariji mtu ni kazi. Si ndio? Sasa kuna watu wanaweza takata ana uwezo wa kukaa mtu akamfariji. Fariji. Usikae tu hapo tu kabisa. Uwe baraka. Haleluya. Uwe baraka. Uwe baraka kanisani. Uwe baraka kwa watu. Tumesema ukawe baraka na kwenye jamii yako kule unakoishi. Lakini pointi ya 4 naangalia nasema tunakuwa baraka ili kutekeleza kanuni ya kimungu ya kutoa kwanza kuliko kupokea. Tunakuwa baraka ili kutekeleza kanuni ya kimungu ya kutoa. Matendo ya Mitume 20:5 inasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno
ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Maana kuna watu ambao wanatakiwa wasaidiwe, tuwasaidie. Na Yesu asifiwe sana. Kuna watu anaposema hapa Mungu alijua na Yesu alikuwa anajua kuna watu watakuwa na uhitaji. Tuwe na uwezo wa kuwasaidia, tuwe na utayari wa kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu akisaidika atakuwa amemuona Mungu kupitia wewe. Yaani kipa wa kitu hasemi mama mpendo ndo amenipa. No, anasema hakika namtukuza Bwana. Bwana ameinua mtu wake, amenipa. Haleluya. Nimepata pa kukanyaga na kwenda mbele. Na wakati fulani sasa usijisifie kwa sababu ya kuwa daraja la mtu mwingine kwenda mbele. Wewe sema tu, mimi nilikuwa kama yule punda ambaye amembeba Yesu. Sistahili kubeba utukufu wa Yesu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo tuwe tayari kuwasaidia watu. Na tunaona jinsi ambavyo kwenye hapa anasema kutekeleza kanuni ya kimungu ya kutoa. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sura ya 9, karibia kuanzia mstari wa 36 hivi na kuendelea pale, utapata habari za mtu mmoja anaitwa Dorcas. Alikuwa anawatendea wema wengine. Anaweza kuweza anawasomea nguo na wapa. Maana kanatoa. Alipofariki wale wamama wakawa wanalia, wanaonyesha zile nguo. Wanaonyesha harama. Zile alizozifanya wanazionyesha. Wanasema tiki. Wanamwambia Petro waona. Jinsi huyu mtu alikuwa wa maana. Mimi na wewe tukihama kwenye mtaa, watu mpaka wasema asante Mungu. Yaani mtu anasema asante Yesu.